Watu wa Mungu na wasalimia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mko vizuri, nina uhakika mko vizuri kabisa, na Mungu awabariki sana. Na niwatakie maandalizi mema ya Pasaka. Kwa kweli nimefurahi sana na nimekuja hapa ili tuongee kupitia neno la Mungu, hasa kwa sisi vijana na kwa watu wote pia ambao ni Wakristo. Haijalishi wewe ni Mroman Katoliki, wewe ni Msabato, wewe ni Mlokole, hii hapa inakuja kwa wote, na ni kitu ambacho mimi sijapendelea kabisa kusema kwamba nibague niseme ni kitu ambacho kipo kwenye Biblia, na ni kitu ambacho hasa kwa sisi waimbaji kinatukuta. Hata kwa wale ambao wanatufuatilia mtandaoni, hasa wengine wanawafuatilia mtandaoni, hasa kwa wale waimbaji wakubwa. Mimi kwa majina yangu naitwa Paulo Elisha Kiza Sungura, ni mwimbaji binafsi, pia ni mwanakwaya, pia ni mwalimu wa kwaya za praise worship, vyote mimi nipo, isipokuwa bado sijapata kile ambacho naweza kufanya, sijapata mtu ambaye wa kunishika mkono, ila kwa kweli napenda kuimba na kumtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji. Moja kwa moja tukienda, tunataka tuongelee swala, na pia wewe utakaposikia hiki kitu, na nitataja namba hapo. Kabla ya kuendelea, nitataja namba yangu ni 0612983236, ndo nayotumia hata WhatsApp. Lakini pia nimeona tuongee vizuri kwa sababu mimi najisikia raha sana, kwa sababu kupitia uimbaji, unajua uimbaji ni kitu ambacho kinachotibu moyo, aza maumivu yale ambayo yalikuwa yamekuasibu, hasa mara nyingi kwa wale ambao ni wa Kristo. Hili kitu mkichunguze sana mara nyingi. Kwa nini ukiwa umeumia moyoni, ukiimba unasikia raha, ukiimba unasikia amani, ukiimba unasikia ile mzigo ambao ulikuwa umebeba au ulikuwa unasikia umebeba, ilikuwa imekulemea, unakuta imeisha. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu kupitia ule ujumbe, kupitia ule uimbaji, unakuta una amani, unatoa ile mizigo yote ambayo haijawahi kutolewa. Kwa sababu kitu cha kwanza cha muhimu, ukiimba kwa kweli unakuta kama una mizigo fulani kwenye moyo, aidha umekwazana na mtu, aidha umekwazwa, unakuta unapata ule wepesi, hata kichwa unakuta kimefanyaje, kimebadilika na kimekuwa chepesi. Kwa sababu gani? Uimbaji ni moja wa nguvu ambaye naoleta amani, kila kitu, ukombozi ndani ya moyo wako na ndani ya kile kitu ambacho kinachoendelea juu yako. Lakini pia kwa wale waimbaji, na niwaombe kitu kimoja, kwa sababu ni kitu ambacho nimechunguza mara nyingi. Ukiona mtu ambaye anayeimba, mpongeze, hata kama wewe ni mwimbaji mkubwa kiasi gani. Ukimwona mtu wa level ya chini, hasa sisi ambao tuna level ya chini, bado hatujapata vile vya kusema kwamba tujulikane mitandaoni, hasa tujulikane popote, lakini nimetumia hii fursa kusema na waimbaji wakubwa. Unajua, mtu napoimba msupport, hata kama ameimba vibaya, mwelekeze ni bwana, hapa pita hivi, hapa nenda hivi, hapa nenda hivi, na ujumbe utafanya. Sio kusema kwamba huyu ataweza nini, aweza kumuona mtu wa chini, kwa sababu ni mwimbaji wa chini ambaye ni level ya chini, unamuona kwamba hana maana. No,
ana maana kubwa sana, kwa sababu ni kitu ambacho kipo ndani yake. Inatakiwa nini sasa ile ndoto yake ifanyike? Nyie watu wakubwa, inatakiwa ukishamuona huyu mtu ana nia, muangalie, mfanya namna ili aweze kupata msaada, kwa sababu ni kitu ambacho nimechunguza sana. Mara nyingi huaga sisi waimbaji wa chini, level ya chini, unakuta tunadharaulika sana, lakini na uhakika Mungu yupo aliyekufikisha hapo, na sisi tutafika huko. Lakini sio kwamba nawasema kwa kusema kwamba mimi ndio maana sijabagua. Hata hao wa chini natakiwa tuwasapoti, ijapo ukimwona mtu ambaye ni ana level ya juu, inatakiwa na yeye umshauri, bwana, hapa pita hivi, hapa pita hivi na hapa pita hivi, utakuta mnaenda vizuri sana. Lakini pia niongelee jambo moja, kwa waimbaji wote, tupende maombi, na kitu cha muhimu, hata kama umekwazwa, hebu jifunze kunyenyekea, jifunze kupotezea, halafu muombe Mungu. Hata kama unaona kwamba utakuwa umekwazwa kiasi gani, hata kama umeona kuna mafarakano fulani, potezea kabisa, mshukuru Mungu, kwa sababu huwezi kila siku unaonekana kwamba wewe ni mtakatifu, aweza utakuwa unapata vitu ambavyo ni vya lahalaha. Hapana, unajua kuna raha pia kuna huzuni, kuna huzuni pia kuna raha. Hivyo ni kitu ambacho nimekiona katika maisha ya waimbaji. Nasemaje sasa kuhusu hili? Naomba sisi waimbaji ambao tumeshajua namna kumwimbia Mungu, tuwe vipaumbele kuombea nchi yetu iwe na uchumi, na pia tuwe na kibali cha kuendeleza mbele na kuendelea mbele, ili watu wote duniani waijue ukweli ya Mungu. Na huduma ya uimbaji ni huduma kubwa sana. Katika uimbaji ni huduma sana ambayo inayoendana na wahubiri, wachungaji, yaani inaendana. Kwa hiyo niwaombe sana, niwaombe kwa kweli, tuwe kipaumbele waimbaji, na tuwe na nguvu, tuwe na umoja, tuwe na mshikamano pia. Haijalishi huyu ni wa dini hii, haijalishi huyu ni wa Agape, haijalishi huyu ni wa Keropetia, haijalishi ni wa FPST, haijalishi ni wa City Harvest, sijui no. Yani tuwe kitu kimoja, tusaidiane, tuinuane, kwa sababu ni wa baba mmoja. Nguvu ya uimbaji ipo katika siri kubwa sana. Kwanza uwe na connection na Mungu, uwe na kitu ambacho kinachoitwa hekima na ambacho cha kwanza ni hekima, ambacho kinachoshika level ya kwanza. Lakini cha pili ni kusamini, kupenda, upendo, kwa sababu tunavyoimba, hata kama tunaimba bila upendo, sawasawa na bure. Maana hata Biblia inasema kwamba kufanya kitu bila upendo, yaani hata ufanya chochote bila upendo, maana yake hakuna, ni sawasawa na bure. Hata yani unaweza ukaimba ukawa unaimba bure kabisa. Kwa hiyo niwaombe sana na nawashukuru sana wote ambao wewe umesikia ujumbe huu, ni kushukuru sana na Mungu akubariki. Nadhani nimeshataja namba zangu hapo. Mimi ni mwimbaji, napatikana hapa Dar es Salaam, niko hapa Dar es Salaam, japokuwa bado sijawa na kile kiwango cha kusema kwamba niweze kufika. Ukitaka kunifuatilia, kuna wimbo ambao nimeweka wimbo mmoja YouTube, unaweza ukaandika Paulo Sungura, unaweza ukanipata vizuri, utaona picha yangu na
ukishaona picha yangu bonyeza ile pale kwenye picha, itakuja ule wimbo, na pia na kuna mahubiri fulani nimeweka hapo, utaviona kabisa. Mungu awabariki sana. Nawapenda wote waimbaji, wao wakubwa wale wadogo, wote nawapenda, lakini naomba wale wakubwa mtusapoti, hata sisi tupo chini ili tuweze kufikia viwango fulani. Mungu awabariki sana. Nawapenda wote. Amina.